Inapokuja kwa siku ya ufufuo, kwanza watu hufikiri juu ya mayai na sungura. Basi, je, mayai na sungura ambaye ni alama ya Easter kweli ni za kibiblia? Hapana. Sherehe za kidini za Kanisa Katoliki na makanisa mengine yenye mayai yaliyochemshwa na sungura hazikutokana na Biblia. Basi, chimbuko la mayai yaliyochemshwa na sungura ni nini? Tunaweza kuipata hiyo siri katika jina Easter. Neno Easter halikutokana na Ukristo. Easter alipewa jina la Eostre ambaye alikuwa mungu wa kike wa watu wa kale wa Wasaksoni. Huyo mungu wa kike Easter aliitwa kwa majina tofauti na watu tofauti katika mikoa tofauti. Kwa namna ya Kiebrania ya jina lake Ashtorethi. Hivyo Easter hupatikana katika Biblia kama sehemu ya dini ya kipagani ambayo Mungu hushutumu. Mayai na sungura vinavyotumika kama ishara za Easter leo pia yanatokana na ibada ya mungu wa kike, yaani Easter. Hadithi za kipagani zinasema kwamba yai la ajabu la Wababeli lilianguka kutoka mbinguni na likaanguka kwenye mto Frati. Mara tu samaki walipolisukuma ufukweni likapoanguliwa, na hapo papo akatoka Astarte, Easter. Hivyo yai likawa ishara ya Astarte au Easter. Pia sungura ambaye ni ishara ya mtoto mchanga alikuwa ishara ya Easter, yaani sikukuu ya majira ya kuchipua liadhimishalo kwa ajili ya kuomba uzaaji. Kuhitimisha, kuadhimisha Easter kwa mayai na sungura ni kumwabudu huyo mungu wa kike Easter. Watu wa Mungu watapatwa na nini kama wakishiriki katika kumwabudu ya Easter? Kwa sababu walimwacha na kutumikia Baali na Maashtorethi. Hivyo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, mkono wa Bwana ulikuwa kinyume nao ili kuwashinda, nao wakawa katika taabu kubwa. Waisraeli walipatwa na maafa ya kufisha walipomwabudu Easter. Leo pia tukimwabudu Easter tutapatwa na maafa. Basi tunawezaje kuadhimisha siku ya ufufuo kulingana na Biblia? Siku ya kwanza ya juma, asubuhi na mapema. Yesu alifufuka naye akawatokea wanafunzi wake, lakini hawakumtambua. Wanafunzi walipokula mkate wa siku ya ufufuo, waliweza kumtambua Yesu. Hivyo wanafunzi walitii agizo la kula mkate kwenye siku ya ufufuo, wakifuata mafundisho ya Yesu. Kulingana na Biblia, tunapaswa kumega mkate kwenye siku ya ufufuo. Easter, ambapo kwenye hiyo siku watu hula mayai, ni kanuni ya kumwabudu mungu mwingine. Tafadhali pokea ufufuo wa uzima kwa kuadhimisha siku ya ufufuo kwa kufuatana na kielelezo cha Yesu na mitume.